alipokuwa ameniteua kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, tukateta naye jambo fulani likatimia, atasema yeye mwenyewe siku moja, lakini yatosha tu kusema kwamba ni kushukuru Mwasha Mwaskofu kwa ibada kubwa hii na muhimu ulioifanya. Ninawashukuru kanisa kwa kuendelea kuhimizi usalama wa jamii, maadili ya jamii, amani katika jamii, umoja wa kitaifa na maslahi ya taifa. Nilimfahamu Rais Magufuli wakati nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yeye alipokuja kusoma shahada yake ya pili, mimi nilikuwa nasoma shahada ya kwanza, tukakaa wote pale hall 4. Tulipofahamiana tulikuwa marafiki sana. Na nilipokuwa namaliza shule, yeye alikuwa amejitolea kunipeleka nyumbani nilipokuwa naenda kupanga na gari yake ile aliyokuwa nayo pale. Lakini siku naondoka alikuwa amelazwa pale kwenye dispensary. Na baadaye mwaka 2015 aliniteua tena kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mara baada kuwa nimetumika kama naibu mwanasheria mkuu wa serikali na mwanasheria mkuu wa serikali kwa uteuzi wa Rais Kikwete. Aliniteua kwa sababu alinifahamu kwamba tunaweza kufanya naye kazi. Kwa hiyo nilimsaidia kwa miaka miwili kabla ya kuniteua kuwa jaji wa Mahakama Kuu, na baadaye tena Rais Samia akaniteua kuwa jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawashukuru sana viongozi hawa, Rais Kikwete, Rais Magufuli, Rais Samia, Rais Mwinyi Senior na Rais Mkapa. Wana mchango mkubwa sana katika utumishi wangu. Sasa ambacho naweza kuwashirikisha jambo ambalo pia kwa sababu mengi yameshasemwa, ni moja, huruma rais aliyokuwa nayo Rais Magufuli. Nikiwa mwanasheria mkuu wa serikali, aliniambia kwamba bwana, mara baada ya baba kuwa amefariki kule Usukumani, aliniambia kwamba mimi nitakusaidia kujenga hapo kama kumbukumbu ya baba yako. Kwangu mimi hilo linigusa sana. Lakini Rais Magufuli pia alikuwa ni mtu mnyenyekevu sana. Ukimkuta ameshapunguza kazi zake, huwezi kujua kama huyu ni rais. Anakuwa mnyenyekevu kabisa kabisa. Na zaidi alikuwa mchapakazi mkubwa. Siku moja tukiwa pale, wakati amechelewa kukamilisha serikali yake, kuunda lile baraza la mawaziri, kulikuwa na tukio la kwa kamisheni polisi. Tulikuwa tumekaa na Mheshimiwa Janet Magufuli pale. Akaniambia, shemeji, ninakuomba sana umshauri huyu ndugu yako, mwe angalau mwe mnapumzika, mtaumia. Sasa na rais alikuwa anasema hapa kazi tu. Mimi nilicheka tu nikamwambia, shemeji, mimi nitamwambia, lakini sijui kama hata atanielewa. Kwa hiyo alikuwa mchapakazi. Na uchapakazi ule ndio maana tunamshuhudia haya aliyoyafanya, na ambaye mrithi wake ambao mimi naamini ilikuwa timu nzuri ameyakamilisha, na mengine anaendelea kuyaibua na kuyafanya. Huu ni utaratibu mzuri kwa taifa letu. Baada ya kusema haya, basi kwenye familia, ninaombeeni sana Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Awabariki katika maisha yenu, awabariki katika utumishi wenu, awabariki katika shughuli zenu. Tunajua hili ni pengo. Mwanadamu yote anapofariki anaacha pengo kubwa ambalo halidhibiki, lakini pia linaloumiza, kwa sababu kila mwanadamu ana identity yake, ana utambulisho wake. Faraja yangu mimi kwenu ni kwamba Mungu yuko pamoja na ninyi, na Mama Janet, wewe ukiwa mcha Mungu na ukiongoza na kuisimamia ile familia, simama imara. Mungu hawezi kuacha. Sisi wengine ni kuombea tu faraja na rehema zake ziambatane nanyi, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Naomba nichukue